Na mbali na haya mtazamaji, ni kwamba Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja ameagiza mabadiliko kwenye ulinzi wa rais na uchunguzi kufanywa mara moja kufuatia tukio ambapo jamaa mmoja huko Ganze, kaunti ya Kilifi, aliruka jukwaani na kumfikia rais kabla ya kuondolewa na maafisa wa usalama. Na mtazamaji, sio mara ya kwanza kwa kisa cha watu kumfikia rais kwa wepesi kwenye majukwaa ya umma, swala ambalo Kanja amelitaja kama ambalo halitakubalika kuendelea tena. Na aidha, Kanja amesema kwamba amebuni kikosi maalum cha kuchunguza kisa hicho kilichohatarisha usalama wa Rais William Ruto na kubaini kilitokea vipi, akiahidi kwamba iwapo kulikuwa na utepetevu basi hatua za kisheria zitachukuliwa. Na Melita Oletengeza na arifu zaidi. Hiyo pia kandarasi tumetengeneza. Yes. Sio tukio geni chini ya utawala wa Rais William Ruto, ila leo ilionekana kupita mpaka. Lakini je, kuna utepetevu ndani ya kitengo cha usalama wa karibu wa rais katika hafla za umma, na ni nani wa kulaumiwa? Rais anapopanda jukwani kutoa hotuba yake, kwa wengine inaonekana kama fursa ya kumfikia na kujitetea. Matukio kadhaa hapo nyuma yameangaziwa na kudhihirisha jinsi ambavyo yanahatarisha maisha ya rais, japo mara kwa mara maafisa wa usalama wameonekana kuwakamata baadhi ya Wakenya kabla ya kumfikia. Tukio la hivi punde huko Bamba, kaunti ya Kilifi, limefichua kwamba kasi ya kumkabili jamaa huyo haikuwa ya dharura kama inavyotarajiwa katika usalama wa rais. Usalama wa rais japo ni siri kubwa, kwani inahusu usalama wa nchi kwa jumla, uwajibikaji wa mamia ya maafisa wa polisi na wale wa kitengo maalum kinachomzingira kikionekana kuwa suala linalohitaji kuangaziwa. Hata hivyo, rais aliendelea na hotuba yake licha ya mtafaruku huo. Huyo kijana hana shida. Nafikiri amejifunza kutoka Fikirini Jacobs kwamba nafasi ikipatikana asiipoteze. Visa hivi vya Wakenya kuonekana kupenya kumfikia rais katika hafla tofauti pia kinafichua kwamba Wakenya wengi wanakumbwa na mzigo mzito wa hali ya maisha, wakikata kauli liwe liwalo, kufa au kupona, watakwenda kinyume na usalama uliowekwa ili kumfikia rais na kuwasilisha matatizo yao. So huyo kijana wachana, yeye nitamshughulikia baadaye. Huyo ni kijana mzuri. Yeye anatafuta pia bahati yake. Na huku wengi wakishangaa hatma ya jamaa huyo aliyemkimbilia rais, mkondo wa sheria hufuata, kufikishwa katika kituo cha polisi cha eneo hilo na hata kufunguliwa mashtaka. Rais alikuwa akizungumza huko Bamba, kaunti ya Kilifi, katika hafla ya kutoa shukrani iliyoandaliwa na katibu wa masuala ya vijana na ubunifu Fikirini Jacobs. Melita Oletengeza, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja ameimarisha mabadiliko mara moja katika kitengo cha ulinzi wa rais kufuatia tukio la hii leo huko Bamba, kaunti ya Kilifi, ambapo jamaa mmoja aliweza kuwakwepa maafisa wa ulinzi wa rais na kumfikia na kusababisha hali ya mtafaruku. Na kupitia taarifa, Kanja amesema kwamba matukio aina hiyo inaibua wasiwasi kuhusu usalama wa rais, huku akielezea kwamba amebuni kitengo maalum cha kuchunguza kisa hicho kilichotokea huko Kilifi. Kadhalika amesema kwamba kikosi kilichoko kwa sasa kitabadilishwa mara moja ili kuhakikisha kwamba utepetevu wa aina yoyote unatupiliwa mbali. Pia amesema kwamba idara ya polisi itaweka mikakati zaidi kuhakikisha kwamba tukio kama hilo halishuhudiwi tena nchini.